ikoje? Hali ya kisiasa sio nzuri. Hali ya kisiasa ni very tense. Nchi imevimba. Watu wako kwenye taharuki. Tunatarajia kuwa na majadiliano ya nini tutatoka nacho ili kuangalau kuwapa mwanga wa Tanzania tunaendaje mbele. Lakini hali ya kisiasa nchini inasikitisha. Sawa. Wewe ni moja kati ya watu ambao walikaa upande wa Mbowe wakati wa uchaguzi, na hivi sasa imekuwa ikisemekana kwamba watu na uhama wanasema kwamba ni watu wa upande wa Mbowe. Hilo unazungumziaje? Sasa unauliza nini wakati unaniona hapa? Kwa hiyo sio kweli. Unaona sio kweli. Sio kwamba kila mtu aliyehama ni mtu wa mnaoita watu wa Mbowe. Kwanza mimi naamini kwamba mambo yalishakwisha. Uchaguzi ulishakwisha. Sasa hivi hakuna mtu wa Mbowe wala hakuna mtu wa Lissu. Sasa hivi kuna watu wa Chadema, hususan kwa sisi tuliokuepo hapa. Itabaki kwa hivyo na tutaendelea tutaendelea kukomaa na shughuli za chama, kwa sababu wote tunafahamu kwamba hiki chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ndio tumaini pekee lililobaki kwa wananchi. Kwa hiyo ni lazima sisi tuchukue wajibu kama viongozi wa chama hiki. Lazima sisi tuchukue wajibu wa kusatisfy haya matamanio au matarajio ya Watanzania. Hiyo kozi hatuwezi kusell out. Haya mawimbi yanayokipiga chama chenu, unaamini ni naturally yanatoka ndani ya chama au kuna external forces? Na kama ipo, mnatokaje hapa? Of course kuna external forces. Kuna watu wanajaribu kutake advantage ya hali yoyote iliyotokea. Hatuwezi kukataa kwamba kuna uncomfortability zilitokea baada ya uchaguzi wetu. Hilo hatuwezi kukataa, lakini ni utamaduni. Malalamiko yapo katika vyama vyote. Watu watalalamika kwenye Chadema, hiki hakikwenda sawa, hiki hakikwenda sawa, kama ambavyo watu wanalalamika kuhusiana na mchakato waliofanya CCM kumpitisha mgombea wao rais mwaka huu. Kwa hiyo hivi vitu vipo, lakini vinashughulikiwaje na kila chama? Ndio maana tuko kamati kuu sasa hivi kwenda kuangalia, tunadiscuss tunaenda vipi mbele na chama chetu, tukiweka mbele maslahi ya Watanzania. Narudia tena, kwa sababu hili ndio tumaini pekee lililobaki la Watanzania, labda na jeshi. Kule jimboni, kule Mbeya tumeona tume imegawa jimbo ambalo lilikuwa mbunge wake, na mwanzoni kabla ya kugawanywa kulikuwa na kelele kwamba mafahali tunaona mkoa wawili pale, yuko Sugu, yuko Tulia. Kama jimbo limegawanywa, ikitokea mnakwenda kwenye reforms zimepatikana, wewe utakaa wapi? Sasa siwezi kwenda huko kwa sasa. Kwa sasa kilichopo mezani ni kudai reforms. Yaani siwezi kusema kwamba siku ya harusi nitavaa suti ya blue wakati sina hata mchumba. Unanielewa sio? Kwa hiyo kitu kilichopo saizi mezani ni no reforms, no elections. Tunaibeba hii agenda, tunaipeleka kwa Watanzania, tunaipeleka kwa makundi mbalimbali. Tunashukuru sana namna ambavyo tech wamepick na viongozi wengine wa dini. Tunataka wadau mbalimbali wenye sauti, mkiwemo nyinyi waandishi, kuendelea kupush hii agenda ili ifikie matarajio au malengo ambayo yanaisukuma agenda hii. Watu wapate viongozi waliowachagua, kwa sababu viongozi waliochaguliwa na watu huwa wanawajibika kwa watu. Na hichi ndio tunachokitaka. Tunataka viongozi waliochaguliwa na watu ili wawajibike kwa watu. Pamoja na kwamba agenda yenu ya no reform imeeleweka kwa wananchi, lakini kwa serikali ambao mnategemea hata nyinyi ichukue hatua, na una serikali kila siku imekuwa ikisisitiza kwamba reforms zimefanyika. Ikitokea serikali ikaendelea na msimamo huu, what next? Sisi tuko kwenye vikao sasa, wanataka kutupreempt. Kama tulivyosema hata awali kwamba tutakwenda kwa wananchi, tutarudi mwezi wa 5 kufanya tathmini.
Tathmini hatufanyi kwenye mitandao au hatufanyi barabarani, tunafanya kwenye vikao kama hiki, na ndio maana viongozi tuko hapa kwa ajili ya kufanya tathmini. Tutatoka na chama kitasema tumefikia wapi na tunaendaje mbele. Asante.